Sasa bado mtu mmoja pekee. Huyu ndiye ambaye anajua nilihusika na kifo cha Sauda. Nikifanikiwa kumuoa, basi nitafanikisha adhima yangu. Hingala hingala isebele hingala hingala. Mama wakambo wananitesa, sina wa kumwambia. Wejenya, mbona nyakindia nkukunkuku kuna shida gani huko? Au umechau madaktari tweni? Machibia, yani mwenzako unavyoona hapa, sipo sawa, nimevurugwa hata sielewi. Sasa matatizo gani Wejenya? Nitilikite na mimi ndugu yako. Machibia, yani nimefika nyumbani namkuta babangu hata simuelewi. Anaongea mwenyewe, anacheka. Yeye unavyoona hapa, nimevurugwa, yani hata sielewi. Wejenya, sasa baba jago amepata tatizo gani? Niambie basi. Mwenzangu, hata sijui. Yani hapo unavyoniona, naenda huko kwa bibi nikampe taarifa ili tujue tunafanyaje. Wacha tenye kutindikia tenje wote. Chibia, yani hata usijali kuhusu hilo. Waenda na safari zako. Acha mimi niwahi nikimbie huko kwa bibi. Wejenya. Jenya jamani, babake sijui kapata nini tena. Mwenyezi Mungu, mtijame rafiki yangu na umnusuru. Na umwondolee maradhi baba yake ajonkuta uje kupona. Babake Jenya jamani. Unajua mama, kuna kitu mimi naona wewe kama unakosa bahati kabisa. Ukimwangalia Mariamu aliyemzaa Yesu, alifurahia sana Mungu kumpa mtoto kama yule kwa sababu alikuwa tunu. Lakini wewe umepewa bahati kama hii. Bado hausamini kile ulichopewa. Unaniona mimi kichaa. Mama, kiukweli mimi niko sawa. Kuna muda najiuliza, hivi kweli wewe mamangu kweli au nimekosea? Yaani mpaka naona nakufuru. Hivi mamangu ni wewe au Bikidude? Kuna muda mwingine najiuliza, labda mamangu mimi ni Bikidude sio wewe. Mama, mimi sijalogwa mwanao, mimi sijalogwa. Ungeendelea na mambo mengine, kufanya kazi zingine. Tukuamini nini? Hasa unachotaka sisi wewe tukuamini nini? Tano mwanangu, kila siku nakwambia kwamba mtu aliyologwa hawezi kujijua kwamba yeye amelogwa. Umelogwa mwanangu. Na tena aliyekuloga wewe, rafiki yako huyu Kizigo. Kizigo huyu unamjua mimi au kuna mwingine? Huyo baba rafiki yake mkubwa ndo aliyemloga. Awe Kizigo gani tena? Mama, ujue unajichelewesha kupata wajukuu. Wewe mwenyewe. Huu muda mnaonitesa hapa, itakiwa mimi nahangaika na mke wangu kutafuta wajukuu wako wewe. Wewe una watoto wawili tu. Itakiwa mimi nikuongezea hapo wajukuu, ukipita huku ukipita huku wanakusumbua. Sasa wewe ndio unaleta huu uvivu. Muda huu itakiwa nakaa na mke wangu, tunafanya jambo lolote ili mradi tupate watoto. Mke wangu unamtembeza wewe mara huku mpaka mayai yake yanakuwa visa. Tunatafuta mtoto kama tunaenda kutafuta sio vitu gani kichakani. Lakini yote hayo unasababisha wewe. Pepetu. Mama, mimi ni mzima, sijalogwa, niko sawa. Mimi ni mzima. Mama, kwa muda tulionao sasa hivi, Tano hastahili kusikilizwa kitu chochote. Cha kufanya hapa, tujue nini tunafanya. Mama, toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa kunyelewa, yatima mbaya sana. Mama, toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa kunyelewa, yatima mbaya sana. Wezena, vipi? Uko sawa kweli? Auntie, sipo sawa kabisa. Vipi? Kwani bibi yupo? Bibi yako ndio yupo.
Wewe mtoto, una nini? Bibi, yani hata baba simuelewi. Umuelewi kivipi? Yani nilipofika nyumbani, nimemkuta baba anacheka na kuongea maneno ambayo haeleweki. Mwisho kabisa akatoka nje na kuanza kukimbia. Yani hata simuelewi kabisa. Toba. Tume. Twende jamani. Mimi ninachoona hapa, tusaidiane tumpeleke kwa mganga. Uko sahihi mama. Tena natakiwa twende sasa hivi. Kwa sababu hapa anaweza kazidi kuchanganyikiwa. Mimi nahisi mganga atakuwa na kutusaidia. Samahani sana mama yangu. Mimi nilikuwa na wazo kwenye hili. Wazo gani hilo baba? Unajua mtu mwenye kichaa alafu ukamtembeza kwenye jua kali, kichaa chake huenda kikaja kupamba moto, tukaja kumshindwa au njiani. Mimi ninachokiona, wewe pamoja na dada na Linyama mungeenda kumchukua mganga aje hapa. Alafu mimi na shemeji tutamwangalia huyo Tano. Umeongea vema sana baba. Basi sisi tutaenda kumfuata huyo mganga. Aya, tuondokeni. Ndugu yangu, tangu umefika hapa unatabasamu. Wala hutaki kuniambia sababu ya furaha yako. Yaani leo nina furaha. Sijui hata nikueleze kwa lugha gani ili uweze kunielewa vizuri. Hebu niambie sababu ya hiyo furaha yako. Mchana nilipotoka hapa, tulikubaliana kuwa niende nikamuue Okana. Na nikatoka hapa kwenda kumuua. Ndiyo, vipi ulifanikiwa kumuua? Wewe nisikilize. Basi nilipotoka hapa nikakutana na yule chizi. Chizi? Yupi Tano au? Ndiyo. Si ndo akaanza kunitisha na kwambia, nimemwambia Okana kila kitu, niliogopa. Ila nikawa tu najikaza, nikajitia moyo. Nikaondoka pale kwa uoga. Ghafla nikiwa njiani nakwambia nina mawazo. Sema nitakwambia kesho. Ndio nini sasa? Habari yako shemeji? Salama, shemeji za kwako? Mimi nashukuru Mungu niko poa kabisa. Lakini pia pole kwa matatizo ambayo mnayapitia. Asante shem, tumeshapoa. Ila shem, kutokana na hali anayopitia mume wako na vile mnavyofanya nyinyi, mbona kama mpo sawa? Kwa sababu nyinyi mmesema yule amechanganyikiwa. Lakini mnaonekana katika vilinge vya waganga mnakwenda. Licha ya kwenda tu huko mnatupa hela nyingi sana. Lakini hakuna lolote mpaka sasa ambalo limefanikiwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona kama mngebadili njia nyingine ya kuifanya. Yaani mngemrudia hata Mungu, muende kwa mashehe, aweze kusomewa dua ili aweze kupona kabisa. Au ikishindikana huko, muende hata kwa wachungaji, wanaweza kumuombea na kila kitu kikawa sawa. Ikishindikana hapo zaidi sasa, mnaweza mkaenda hata hospitali, akapimwa akili. Lakini hili linaloendelea sasa hivi mnatupa gharama nyingi sana kwa waganga na vitu vingine. Kwa sababu pia nakumbuka mara mwisho nilikutana na mama mkwe wako.
alikuja, alikuwa akihitaji nyama ya ngamia, ni kitu ambacho hakiwezekani kwa hali ya kawaida. Sasa naona mnatumia nguvu kubwa sana shemeji yangu. Naona mngejaribu njia nyingine kwa ushauri wangu, lakini kama mtaweza kufanya. Shemeji, mimi nakuelewa sana na ushauri wako nimeusikiliza vizuri kabisa. Yaani kwa upande wetu tunapitia wakati mgumu sana kumfanya Tano akae sawa. Kama unavyoona hali yake ile. Kwa hiyo kila mtu anakuja na akili yake, kila mtu anakuja na wazo lake. Kiukweli hata sisi hatuko sawa kwa sababu ya Tano. Hivyo unavyoniona hivi, nimetoka sokoni. Ila nyumbani nimemwacha amefungwa makamba, ni hakuna mfano. Yaani siwezi nikatoka nikamwacha amekaa kwenye kiti kawaida. Mpaka tumfunge kamba. Hasa hiyo kwetu sisi inatuia vigumu. Umeona? Kwa hiyo ushauri wako shemeji mimi nimechukua, nitaufanyia kazi. Kama na wewe unaweza ukatusaidia kupata mchungaji au shehe aje amfanyie maombi, tashukuru. Sawa shemeji yangu. Nimekuelewa vizuri sana. Lakini kwa hii njia ya ushirikina mnatafsirika vibaya sana kwenye jamii. Ila kutokana Tano ni kama brother yangu, kifupi ni kama familia sasa. Mimi nitaangalia njia yote ya kufanya ili niweze kumpata mchungaji. Niweze kumleta afu tujue tunafanya nini. Kwa sababu haipendezi kabisa nyinyi muonekano wenu, maisha yenu na vile vinavyoendelea sasa hivi vitu tofauti kabisa shemeji yangu. Sawa shemeji, asante sana. Basi sawa shemeji yangu. Mimi nikipata wasaa nitakuja kumwangalia kwa Tano. Haya, karibu shemeji. Haina shida. Haya. Sawa. Sawa. Jamani, asa Urithi naye atakuwa kaenda wapi? Mama nilimwacha hapa. Nahisi na yeye lazima atakuwa mchanganyikiwa, ameenda kumtafuta huko baba. Basi itakuwa ametoka kwenda kumtafuta. Zena, inawezekanaje? Au ni yule baba anahusika? Una maana gani? Ni mbaba gani wewe? Siku moja kuna baba alikuwa amekuja hapa. Akasema sijui ananifahamu, sijui ni mkombozi wangu, akawa ameniita ngamuitie baba. Lakini baada ya baba kuonana na huyo mtu, basi baba akawa ni mtu ambaye hana amani, hana furaha, akawa ni mtu mwenye mawazo. Unaweza kumjua huyo mbaba? Hapana, simjui, lakini nikimuona lazima nitamkumbuka. Basi ondokeni tukamtafute huyo babako. Inawezekana hata mamako pia ameenda kumtafuta huyo babako. Basi twendeni. Pale akatokea mganga. Akaniambia kuwa ningemuua ndio ungekuwa mwisho wa mchezo wangu. Na kama nisingeozea Segerea, basi ningeozea Ngara magereza huko. Ikawaje? Akaniambia tumfanye kuwa kichaa na hiyo ndo funga kazi. Usiniambie, Okana tayari ameweuka. Na ndio maana unaniona nikiwa na furaha. Mganga kiboko. Haswa. Sasa hapa nawaza tutamfanyaje huyu kichaa? Maana nina uhakika anajua tayari kuwa Okana ni kichaa. Labda wakikutana atahisi ni wewe, lakini hata kuwa na uhakika. Sababu alikuwa anamwambia kila kitu ni Sauda. Lakini mbona alijua kuwa nimemfungia Sauda? Usiniambie. Ndio nimeshakwambia hivyo. Yaani mpaka nilimuogopa. Hapa kweli sijui tunafanyaje. Inaonekana hapa hayupo tena na leo. Naomba simu.
Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Vipi tena mama? Hapatikani. Najua mnapata wakati mgumu sana kuwaza nini cha kumfanya huyo Tano. Eza gamba yolela Pyabano wakaboka gagoshudio nkombozi wawe lelo. Nimekuja na habari njema leo. Nimekuja kuwauliza mnataka tumfanye nini huyu aliyegeuka jicho la Sauda? Tumuue. Subirieni baada ya dakika kadhaa. Majibu mtayapata. Saizi mmaokana. Salama, za wewe? Namshukuru Mungu. Pole na matatizo. Matatizo? Ndiyo. Nimekutana na Ukana akiwa amechanganyikiwa. Tena amenikimbiza sana. Na alitaka kunipiga pindi nilipojifanya kumjua. Binti, naomba unipeleke. Unionyeshe uko ulikomuona mwanangu. Sawa, nitakupeleka, lakini mimi sitofika. Maana naogopa kupigwa bure. Ndugu yangu, wewe mwanaume mwenzangu. Najua nikizungumza unaweza kunielewa. Unanijua vizuri sana. Yaani mimi sio kichaa. Mimi najitambua. Kuna mtu nilikuwa naenda kumsaidia yani. Hata ungekuwa wewe ungefanya hivyo. Unajua ndugu yangu ulianza vizuri kweli yani. Hasa Tano rafiki yangu unaweza kumsaidia nani? Yaani hapo ulipo mwenye bado unahitaji msaada na sio waganga peke yake. Tena kama ingekuwa inawezekana, wangekuwa wanakuja hapa mapadri. Maana sio bure ndugu yangu. Hebu nisikilize brother. Kuna jamaa mmoja amerogwa na mke wake. Huyo mke wake amefanya matukio mengi sana kwenye hiyo familia. Kwa hiyo jamaa sasa hivi hapa amerogwa ili awe kichaa. Sasa sijui huko jamaa kashakuwa kichaa au bado. Kwa sababu pale mimi ndo nilikuwa naenda kuokoa. Itakiwa nifike tu mimi nimkomboe yule jamaa. Lakini sasa mpaka sasa sijui huyu jamaa ni kichaa tayari au bado. Kwa sababu nyinyi ndio mmesababisha nishindwe kumuokoa. Haki ya Mungu hapa Mwamposa anahitajika. Yaani anahitajika live. Tano umefikia huko kweli? Kuna muda nafikiria kuwa hata Yesu alivyokuwa anazungumza Wayahudi walikuwa wanamcheka. Ndugu yangu, huyu jamaa ambaye nakwambia nitakiwa nimsaidie akiwa kichaa, binti yake Zena atateseka sana. Zena? Binti anaitwa Zena. Jamaa mmoja hivi ana uasili kama wa kishombe, Kiarabu sio Kiarabu.
ni kama mtu wa Zanzibar, ukimwangalia kama Msukuma. Yaani yupo tu. Nyumbani kwake kuna kigari fulani hivi kinauzwa milioni 13 si 14 hiki kwa mtu kipremium. Anaitwa nani huyu jamaa? Jamaa anaitwa nani huyu? Nani? Okana. Okana ndo nataka kumsaidia. Ina maana nataka kuachizi. Blaza, kwani wewe usichonielewa ni nini? Kwani mimi natwanga matope kwenye kinu? Inatakiwa nimsaidie Okana. Mbona unashangaa sana wewe bwana wewe? Kwani Okana unamfahamu? Ya, Okana namfahamu vizuri. Tena rafiki yangu kindaki. Yaani namfahamu kwa makoko na matando. Yaani ile nginja wala. Sasa Mr. Drunker, kama unamfahamu vizuri, yule bwana alikuwa na mke wake wa kwanza marehemu Sauda. Ile nafsi yake nazurura nayo kwenye mfuko wa shati, mfuko wa suruali. Anahitaji msaada. Na naomba unifungue na unifungulie ule mlango nikamsaidie.